na kufuata kanuni na taratibu ya kimaandiko matakatifu tulizofundishwa na tunazofundishwa na kanisa, ili kuvuta, kumiliki, kutawala, ili baraka za Mungu tuzione katika maisha yetu, ili tuone mkono wa Mungu ukibariki maisha yetu kwa kila eneo, katika vitu vyetu vyote. Ni lazima kufuata kanuni, taratibu ya kimaandiko matakatifu ambazo tunafundishwa na tulizofundishwa na kanisa. Tumsifu Kristo. Tumsifu Kristo. Sasa kuna mafundisho mengi na taratibu na kanuni yanayoelezwa na kanisa kupitia maandiko matakatifu, ambao ni wajibu wangu mimi na wewe kuzifuata, ili tufanyaje? Tubarikiwe. Ili kuvuta baraka za Mungu katika maisha yetu, lazima kutii na kufuata kanuni na taratibu ya kimaandiko matakatifu tunazofundishwa na kanisa. Kumbukumbu la Torati sura 28. Kumbukumbu la Torati sura 28 aya ya kwanza mpaka aya ya pili. Kumbukumbu la Torati sura 28 aya ya kwanza mpaka aya ya pili. Ili kuvuta baraka za Mungu katika maisha yetu, ili tuzione baraka za Mungu katika maisha yetu, tuone mkono wa Mungu ukibariki, ni lazima kutii na kufuata kanuni na taratibu ya kimaandiko matakatifu tunazofundishwa na kanisa. Hebu soma Kumbukumbu la Torati 28:1 mpaka aya ya pili. Inasemaje? Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Itakuwa utakaposikia sauti ya nani? Utakaposikia sauti ya nani jamani? Ya Bwana. Hivi Ibrahimu alisikia sauti ya Bwana? Hakusikia? Alisikia? Hakusikia? Hapa anasema kwamba itakuwa tu utakaposikia sauti ya nani? Ya Bwana. Endelea kusoma. Mungu wako. Ndio. Kwa bidii kutunza kufanya maagizo yake yote. Hebu soma vizuri, tuelewe vizuri. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Mungu wako. Bwana Mungu wako aliyekuumba. Kwa bidii. Kwa bidii. Kutunza kuyafanya maagizo yake. Kutunza kuyafanya maagizo yake. Yote. Nikuagizayo leo. Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutunza juu ya mataifa yote. Atakapokutunza juu ya mataifa yote ya duniani. Tumsifu Kristo. Kumbukumbu la Torati sura 28. Mungu anasema ya kwamba pale ambapo utasikia na kutii na kushika kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya maagizo yake yote ambayo yeye Mungu mwenyewe kupitia kanisa lake na watumishi wake anatufundisha na anatuagiza, anasema ya kwamba ndipo sasa baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Aya ya pili. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako, wa mifugo, maongea ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukayo juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana atayamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo
yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupaye Bwana Mungu wako. Tumsifu Yesu Kristo. Hizi ni baraka ambazo maandiko matakatifu yanaweka bayana ya kwamba Mungu ameziamuru juu yetu. Utabarikiwa mijini na vijijini. Mifugo yako itabarikiwa, mashamba yako itabarikiwa. Maandiko yanasema ya kwamba kila unachokitia mkono wako itabarikiwa. Ukifanya biashara itabarikiwa. Ukiajiriwa utafanikiwa, utakubalika. Utafanyika baraka huko kazini kwako. Utapata kibali. Na hizi ni baraka ambazo kila mtu anatamani, kila mtu anataka. Lakini sharti lazima tuzingatie. Sharti la kwanza ndio hili: itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake. Maagizo ambazo Mungu anatuagiza nazo ni zipi? Ambazo Mungu anataka tuyatii, tuyashike ili atubariki, ili abariki watoto wetu, ili abariki ndoa zetu, ili abariki biashara zetu na makazi yetu. Hizo maagizo ambazo Mungu anasema tuyasikie, tuyashike na tuyatende ni zipi? Moja, amri 10 za nani jamani? Amri 10 za nani? Za Mungu. Hayo ndio maagizo ambayo Mungu anampa Musa mlima Sinai ili wana wa Israeli wayatende, wayashike. Hayo ndio maagizo. Na ndio maana pale katika bustani ya Eden Mungu alimpa Adamu na Hawa kwa maagizo. Mwambie ni yako maagizo. Mwambie ni yako maagizo. Amri 10 za Mungu. 2, amri 6 za nani jamani? Za kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Amri 6 za kanisa tushike, ndiko kuna baraka. Hii ni agizo, hii ni sharti la kwanza. Hiyo ndio sauti ya Mungu. Kusikia yale mafundisho mema tunayofundishwa ndani ya kanisa na mababa wa kanisa kupitia maandiko matakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Tunahubiriwa kila siku kwenda kanisani, kwenda jumuiya. Ni kweli sio kweli? Ni kweli sio kweli? Lakini angalia, watu hawataki kwenda misa. Watu hawataki kwenda jumuiya. Tumebaki tumelala tu huko na huko. Maisha ya jumuiya tutaki. Maisha sakramenti hatutaki. Na ndio maana sasa hivi kelele ya asubuhi imezidi. Jamani, fungeni ndoa. Fungeni ndoa jamani. Watu hawataki. Sasa kuishi bila ndoa ni kusudi la Mungu, ni maagizo ya Mungu. Kuishi na mume wa mtu ni kusudi, ni maagizo ya Mungu. Kuwa na michepuko ni maagizo ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini hapo unataka Mungu akubariki. Watu wanaenda kwa waganga, wanaishi na waume za watu na wake za watu na wanabarikiwa. Na wanafanikiwa, wana mali, wana pesa, wana nini, wana majumba. Si kweli jamani? Tumsifu. Hiyo ndio swali hapo iko kwa watu wengine. Lakini kwa nikwambie, hiyo sio baraka, hiyo ni laana. Ni swala la muda tu. Tumsifu Kristo. Ni swala la nini jamani? Ni swala la nini jamani? Itafika nyakati za mateso, itafika nyakati za mahangaiko, hauna amani, hauna furaha. Na ndio maana kuna watu wa kwamba wana fedha, wana majumba, wana magari, lakini wanalala chooni. Ni kweli sio kweli? Hiyo ni baraka, kulala chooni na mamilioni na mabilioni yako, lakini umeenda kwa mganga akakupa masharti. Sema ukienda nyumbani sasa wewe kitanda chako itakuwa nini? Chooni. Kwa hiyo ikifika tu saa ya kwenda kulala, wewe godoro lako begani. Tumsifu Kristo. Tumsifu Kristo. Ili kuna watu wamepewa masharti hawapo. Kuna watu wamepewa masharti hawapo. Lakini unaona ana drive, ana pesa, anakula kuku, anabadilisha nguo kila mara, lakini haujui mateso na mahangaiko anayopitia. Alafu unatamani tu. Mwambie ni yako tamani baya.
Mwambie ndio tamani mbaya. Tamani nini jamani? Wengine naenda kwa mganga. Sema kaambia sasa hii biashara hii kufanikiwa hii ni rahisi sana. Wewe kumiliki gari hii ni rahisi sana. Wewe nenda kamtoe tu mama yako kafara. Wewe nenda tu kamtoe ile mtoto wako kafara. Wewe nenda kalale na mtoto wa miaka 5. Na ndio maana sasa hivi ulimwengu wa sasa imetawala ya kwamba kupitia taarifa habari, vyombo vya habari. Baba wa miaka 30, miaka 40 amekamatwa akimlawiti mtoto. Ni kweli sio kweli? Tumsifu Kristo. Hakuna baraka kwa njia hiyo. Hiyo ni laana. Hayo ni mateso. Hiyo ni mbeba laana unaotesha katika familia yako, katika ukoo wako, kwa watoto wako. Ndio maana Biblia inasema kwamba baba zetu walitenda dhambi hata wako tena, lakini dhambi zao tumezichukua sisi. Ezekieli anasema kwamba inakuwaje katika Israeli mkatumia mithali hii ya kwamba baba wamekula zabibu mbichi, watoto wametoa ganzi ya nini jamani? Watoto wametoa ganzi ya nini jamani? Ya meno. Kwa sababu tumeacha njia za Bwana, tumeacha kutii maagizo ya Bwana. Tunatafuta mali na anasa za ulimwengu huu kwa njia nyingine ambayo ni nje ya Kristo. Tukumbuke maandiko yanasema kwamba atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya amani ya Kristo. Ndani ya Kristo Yesu ndiko kuna baraka. Hakuna baraka kwa waganga. Hakuna baraka pale ambapo unafanya jambo ambalo ni kinyume na Mungu. Kwa tena maandiko yanasema kwamba amelaaniwa mtu yule amtegemee nani? Amelaaniwa mtu yule amtegemee nani? Yeremia sura ya 17 aya 5. Amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Hatakuwa kama fukara nyikani, hataona mema yatakapotokea. Ili tubarikiwe na Mungu, lazima kutii sauti ya Mungu, lazima kuyashika maagizo ya Bwana, ya kwamba Mungu kupitia kanisa lake na watumishi ambao ameweka ndani ya kanisa wanatuelekeza nini. Je, tunashika, tunafuata watu wema wanaotuelekeza? Tumsifu Kristo. Tumsifu Kristo. Hapo ndiko kuna baraka. Hakuna mahali mengine. Pengine hakuna. Lazima tuweke bidii katika kushika na kufanya yale ambayo Mungu anataka tuyatende, yale ambayo Mungu anatuagiza, anatuelekeza, yale ambayo tunafundishwa, taratibu na kanuni zote ya kimaandiko ya neno la Mungu yanatutaka sisi tufanye. Itakuwa tu utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako na kushika maagizo yake, ndipo Mungu atakapokubariki. Ndipo Mungu atakapokubariki. Nje ya hapo wewe unayeona hayo ni ya kupita tu. Ni ya kupita tu. Ni ya kupita tu. Nikaenda sehemu fulani, sitataja ni wapi. Nakutana na baba mmoja. Anapita kwenye shida, kwenye mateso kweli, mahangaiko. Lakini alikuwa ni mtu ambaye ana mali nyingi, magari, majumba. Lakini anapitia hali ya magonjwa.